Karibuni tena wapendwa wetu katika familia yetu ya maarifa ya neno, ili tuweze kutafakari kwa pamoja. Na tafakari yetu ya leo inasema safari yetu ya Emmaus. Safari yetu ya Emmaus. Simulizi la safari ya Yesu na wale wafuasi wake wawili walipokuwa wakirudi zao Emmaus inatupa fundisho kubwa sana. Simulizi hili linazungumzia sana safari yetu ya kiimani. Wale wanafunzi wa Yesu ambao walitokea Emmaus walikuwa katika hali ya kukata tamaa. Waliamua kurudi makwao kuendelea na shughuli zao. Bila shaka walikuwa wanalaumu sana muda walioupoteza wakiwa wanamfuata Yesu. Walifikia hatua ile kwa sababu ya uelewa ambao ni mdogo na matarajio yasivyo, ijapo walikaa na Yesu kwa muda na kujifunza mengi kutoka kwake. Ukisoma kitabu cha Luka sura ya 24 mstari wa 21 utaona majibu ya hawa wanafunzi kuwa walitarajia Yesu akaikomboe Israeli. Walitegemea Yesu kuwa ni mfalme wa ulimwengu, na matarajio yao ya kumfuata ni ili waweze kufanikiwa kimaisha. Kifo cha Yesu msalabani kwao ilikuwa ni kitendo wasichokitegemea. Hawakuwa na tegemeo la kufufuka siku ya tatu. Hawakuamini kufufuka kwa Yesu hata baada ya kusikia kwa wale akina mama. Tunaona Yesu alivyowakaripia. Anawaambia hivi katika Luka 24:25 mpaka 27: wajinga nyie na wenye mioyo migumu kuelewa yale yote yaliyonenwa. Yesu anawaambia wajinga nyie na wenye mioyo migumu kuelewa yale yote yaliyonenwa. Kama tulivyosema, utaona wanafunzi hawa waliandamana na Yesu muda wote, lakini matarajio yao yalikuwa ni tofauti kabisa na jinsi ilivyotokea, kwamba wao walitarajia wangefanikiwa au wangetoka kimaisha, wakidhani kwamba Yesu angetawala Israeli, angewatoa katika utumwa na awe ni kiongozi wa kisiasa. Na Yesu anawaambia wajinga nyie na wenye mioyo migumu, kwamba hata walivyopewa taarifa na wale akina mama kwamba Yesu amefufuka, wao hawakuamini. Ndipo Yesu aliwakaripia na kuwaambia, je, hamkuelewa yale yote yaliyonenwa? Nasi pia safari yetu ya maisha ya kiroho sio rahisi. Tunakumbana na uelewa mdogo wa neno la Mungu na ugumu wa mioyo. Wakati mwingine hata tunafikia wakati tunashindwa kiimani. Hatuamini yale tunayoyasoma, tunayojifunza na tunayofundisha. Tena tunakuwa mstari wa mbele kabisa kubeza wale wanaojaribu badala ya kuishi imani na kuwa mfano mzuri. Safari ya Emmaus inatufundisha pia tumpokee Yesu mioyoni mwetu ili aendelee kutufundisha na kututia nguvu kiimani. Tumeona wale wanafunzi wakimkaribisha Yesu akae nao, na Yesu alikaribia. Na hiyo utaipata katika Luka sura 24 mstari wa 28 na ule wa 29. Tukimkaribisha Yesu mioyoni mwetu, naye anakaribia. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20
unatueleza hilo pia. Safari hii ya Emmaus inatujulisha kujitoa maisha yetu kwa Yesu. Tunaona jinsi hao wanafunzi walivyoelewa mafundisho ya Yesu kwa muda mfupi waliokaa naye kwao na kuamua kuondoka na kurudi kuwafahamisha wenzao. Tena walirudi usiku wa manane, kama tunavyoweza kusoma katika Luka sura ya 24 mstari wa 32 mpaka ule wa 35. Yesu yu hai na anaendelea kutufundisha. Tunapokata tamaa, anatuinua. Tunapokuwa na huzuni, hutujaza furaha. Tunapokuwa hatupo tayari, yeye hutupa utayari. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yetu katika hekima yote. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16 mpaka ule wa 17. Tumsifu Yesu Kristo.